wa 15 mpaka ule wa 21. Yohana kama ilivyoandikwa. Sura ya 14 mstari ule wa 15 mpaka ule wa 21. Maneno ya Mungu yanasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bado kitambo kidogo, na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaoniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai siku ile. Ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya kanisa. Yesu mara nyingi alipenda kuzungumza na wanafunzi wake, au alipenda kuzungumza na ulimwengu na kanisa, hasa kwa nafasi ya kwake kwa pembeni kidogo, kuona kama hao watu wanaelewa au la. Lakini tunaona Yesu amekuwa akizungumzia kwa vitu hivi vya sasa, lakini pia mahali pengine anajizungumzia yeye mwenyewe kwamba atamwomba Baba awape msaidizi ambaye ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Lakini pia tunaona Roho Mtakatifu kwa sehemu tunayoona yeye ni mwakilishi. Anasema yeye ni Roho wa kweli. Anasema yeye ni Roho wa kweli, lakini yeye ni msaidizi, ni wakili, ni mfariji, ni daktari, ni mshauri. Hayo yote anajua kabisa ya kwamba yapo. Unapopatwa na shida, unapopita katika anga ziwazo zozote, Roho Mtakatifu yeye yupo. Yesu amekuwa kila kitu kwa wanafunzi kwa wakati ule tunasema, lakini Yesu amekuwa ni kila kitu kwa maisha yetu kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Yesu amekuwa ni kila kitu katika maisha yetu. Yesu amekuwa ni kila kitu katika maisha yetu ya kila siku. Amekuwa ni kila kitu katika mambo mengi ambayo tunayoyapitia, yawe mazuri yawe mabaya. Biblia inasema kwamba Yesu amekuwa ni kila kitu. Tupite kwenye shida ziwazo zozote zile, yeye kwetu ni kila kitu. Tupite katika raha tunazozijua za ulimwengu huu ambazo zina mwisho wake, maana ni za kitambo tu, lakini yeye hajawacha, maana bado yuko pamoja nasi. Anatuangalia au anakuangalia, anakuangalia kwa jinsi ambayo usiyotaraji wala kutegemea, lakini bado anakuona wewe ni mtoto wake, anakuona ni wa thamani,
kwake. Anakuona kabisa kwa jinsi ya tofauti, jinsi ambavyo watu wengine wanavyokuangalia, na ndio maana akaachilia kitu ndani yako. Kwa hivyo jinsi ambavyo ulivyo, ndio maana akaachilia ile karama ambayo wewe uko nayo, maana si kwa akili zako na ufahamu ujuzi ulio nao, isipokuwa kiko kitu ambacho Mungu alichokiachilia kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Na ndio maana anasema hivi, mimi ninaondoka, lakini nitawaachia msaidizi atakayeweza kuwasaidia, kwamba unapopatwa na shida na hata iwe yoyote ile, yeye yuko pamoja na wewe. Katika mistari ambayo tulisoma lile somo la kwanza, ile Matendo ya Mitume 17:22 mpaka 31, Paulo alikuwa akiwaambia wale watu wa kule Athene juu ya madhabahu ambayo iliyokuwepo kwa wakati ule, na yale maneno ambayo yaliyokolezwa kabisa. Kwa hiyo unasema hivi, Mungu asiyejulikana. Alipokuwa akipita kwa ajili ya utafiti wake, aliona kabisa wapo watu ambao wanaoabudu ile miungu waliotoka nayo huko kuja nayo huko ambako wanapotamani kuwepo nao, kwamba kila wanapopita wako nao, kila wakienda huko wako nao, wakilala wakiamka wako nao, na ndio walikuwa wakiabudu kwa wakati huo. Lakini Biblia inasema kwamba Paulo alipoona hivyo, ghadhabu ya kimungu iliwaka ndani yake. Ghadhabu ya kimungu iliwaka ndani yake. Aliona ipo haja ya kufanya jambo hapa. Paulo alianza mkakati wa kuwakusanya watu pamoja na kuanza kukanseli yale ambayo wao walikuwa tayari wanayo. Na hata aliposimama, ukisoma hii sura ya 14 katika sura ya 17 ukianzia pale juu, wanasema alipokuwa akiwaita, wanasema ni nani huyu anayetuita? Sio huyu anayehubiri habari za Yesu kwamba amefufuka? Sasa kumbe wengine walijua ya kwamba Paulo ameleta kitu gani, na ndio maana ghadhabu ya Mungu iliwaka ndani yake, kwamba kwa nini na imekuwaje inakuwa namna hiyo? Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni kwa nini? Ndipo alipowakusanya na kuambia maneno haya, aliwaleta watu pamoja na kuwafundisha neno la Mungu, na kuambia kabisa sifa za Mungu jinsi ambavyo zilivyo, na kuambia kabisa ya kwamba ni nani ambaye mnayempaswa kumtumikia. Aliwaambia hivyo ya kwamba neno la Mungu lipo wakati na nyakati zote. Lakini Petro yule wa kwanza, sura ile ya 3:12-13 mpaka 22, yeye anasema hata mkiteswa kwa sababu ya kutenda hili, wala msihofu, msiogope, msifadhaike, msinung'unike, msilie, msijitenge. Hata mkitengwa na watu, oneni kabisa 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 yupo aliye mtetezi wa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Anasema japo mpate shida iwayo yoyote ile, Petro anasema ya kwamba msifadhaike, Mungu yupo pamoja nawe. Hata utukane, uonekane wewe ni mpumbavu, uonekane ni mjinga, kila siku unasema kanisani hatuoni faida ya kwenda kanisani, na wakati mwingine sio tu kwamba labda jamii nayo kuzunguka ndio inaweza kukusemea, wakati mwingine hata wazazi, hata ndugu wanaweza wakakusemea maneno ya namna ya kukukatisha tamaa juu ya safari yako ya kwenda mbinguni, kwamba iishie njiani. Lakini walio wengi wakakaa pokea yale maneno pasipo kumwangalia Yesu aliyetufia pale msalabani, kwamba hata katika uvumilivu wao wote ule, kwa hayo yote, au tukana usemo vibaya, unenewe ambayo maneno hayafai kabisa, ulimwenguni pengine hujawahi kuyasikia, lakini ndani yake uvumilivu wako ukiwepo, ndio utakao kuvusha kutoka hatua moja kuelekea
Kama sio leo, ujue kesho Mungu atakuvusha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yaani wewe ona kama vile ni fursa hiyo. Acha tuwakae vikao vyao, watakaa asubuhi, watakaa mchana, watakaa jioni, lakini ikifika wakati wa kulala wanaenda. Maana yake kwamba wewe uliona au hesabu kama ni fursa ambayo Mungu ameiachilia kwako, lakini ujue kabisa ya kwamba ukombozi wako upo. Kama sio sasa, ukombozi wako upo baadaye au kesho, kwa uvumilivu ule ambao umeendelea kuwa nao. Wakati mwingine kunyamaza kimya sio kwamba labda wewe utakuwa umepungukiwa sana. Hapana, ni jambo tosha la kumfanya yule anayekuona kabisa ya kwamba wewe haufai, wewe hauna maana, ni jibu lake tosha ya kwamba huyu mtu sio wa kawaida, huyu mtu hebu ngoja ni mwana. Na wakati mwingine usikute baadaye alikuwa anakusema vibaya, anakusema sana, lakini shida ikifika siku lazima atakimbia kuja kwa kumsaidia. Nafsi sije ikainuka kusema usikate kwa kusema vibaya. Hapana, muhudumie. Mungu yeye ashughulike naye. Yaani Mungu ashughulike naye. Mtumikie Mungu kwa dhiki, kwa shida ambazo umeendelea kupitia, ashinde kukukumbuka. Hapana, hapana. Musa aliongea Kiswahili kigumu sana, lugha ngumu sana. Alipewa kazi ya kuwavusha wale wana wa Israeli. Huwa napenda sana ile mistari nikiisoma. Alijiona udhaifu wa kwake, kama pia Mungu unajua udhaifu wa kwako. Musa alijitazama kwa mtazamo huu wa nje ya jinsi ambavyo alivyo, lakini Mungu aliangalia mtazamo wa ndani. Alijua huyu hapa ni lazima atawavusha hao watu kwa sababu amekuwa ni mvumilivu. Alijua hilo na ikawa hivyo. Lakini mahali pengine akasema hivi, mimi Mungu nikwambie kabisa ule ukweli wa kutoka roho. Usipo ufunua uso wako, mimi nikauona, mimi sitatoa miguu yangu hapa, pamoja na kwamba kazi hiyo umenipa. Musa alikuwa anatenda kazi ya Mungu kila anavyoagiza. Ilifika mahali alikuwa anataka kuona uso wa Mungu unafananaje na mkono, lakini Mungu hakumwacha, akamwambia hivi, hautakaa salama ukiona uso wako. Ina maana itakuwa ndio uso wako wa maisha yako. Tumezoea sana tunapoomba, Mungu nahitaji nione uso wako ukienda pamoja na mimi. Mwingine anasema ukienda na pamoja na mimi. Mwingine siwezi nikafanya ile mpaka Mungu nikaona uso wako. Muulize Musa alichoambiwa na alichojibiwa. Tamani kuona uso wa Mungu ukienda pamoja nao katika huduma ambayo uko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kila mtu ni sababu Mungu alivyogawa vipawa. Unapoomba mwambie Mungu, usinipite, nikumbuke. Unapopita kuzuru wengine, na mimi niwe ni mmoja wapo. Usiniache nishike na mkono wako wa uhodari, mkono unaohuisha, mkono wenye nguvu, mkono unaoponya. Nataka nione hatua nyingine iliyopo mbele yako, kwa ile hali ambayo Mungu aliyokutia, ili uone utukufu wa Mungu ukionekana katikati yako, lakini hata wale watu ambao unaohudumia. Ndio maana Paulo alipata shida moyoni. Kwa nini? Imekuwaje hawa watu? Imekuwaje? Maana kila alipokuwa akitembea alikuwa anaona miungu, wanaiabudu, wanamsujudu, wamemsahau Mungu ambaye aliyewaumba. Yawezekana hata katika maisha ya kwetu ndivyo ambavyo tulivyo. Tuko hapa kanisani, mimi nipo tu kama vile Mungu, lakini akili yangu na mawazo yangu havipo, vyote viko huko. Ndio maana Paulo aliongea kwa ghadhabu. Alikuwa akipita kila eneo, kila mahali kuwatangazia watu, lakini wapo wengine ambao waliombeza, wapo wengine ambao waliosema huyu sio yule anataka kutuambia habari gani. Vivyo hivyo
usimnyoshee vidole. Angalia unapomnyoshea vidole kimoja alafu vingine vimeangalia wapi. Tutiane moyo kwa ajili ya kazi ya Mungu. Usiku tulionao umekonda sana sana wapendwa. Tutiane moyo. Unapoona mwanzo umekata tamaa, mshike mkono mnyanyue ili anyanyuke kwa ajili ya kusonga mbele. Mshike mkono, usimwache. Usimwache, usimwache, usimwache. Usimwache akaangamia, usimwache akateketea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haujamshika mkono lakini usiache kumwombea. Mwambie Mungu akubariki kwa huduma yako ambayo ulionayo. Ukisimama kuimba mimi ninabarikiwa. Ukisimama kucheza step mimi ninabarikiwa. Ukisimama